Spika, Embakasi chapter hoye. Kwanza kabisa kwa majina naitwa Major Nelson aka Janelix kutoka Kakamega County, Butere constituency, nyumba ya Wycliffe Ambassa Oparanya. The best governor, the best CS, the exact expert in the government of William Samoei Ruto. Kwanza acha niende kwa mada ya kwanza. Mmesema Azimio ni kama imeisha. Azimio ilisha kitambo, sio sasa hivi. The moment Raila Amolo Odinga alikufa, Azimio ikawa imeisha. Azimio was Raila Amolo Odinga and Raila Amolo Odinga was Azimio. Kwa hivyo saa hizi najua kuna coalition mbili. Ya kwanza ni yenye kwa serikali UDA pamoja na ODM. Ya pili ni ile ambayo itakuja na Linda Mwananchi, lakini Azimio saa hizi is dead, haipo. Kwa hivyo kama ulikuwa mfuasi wa Azimio, pole, tafuta mahali utaingia. Na sisi kama UDA tumekukaribisha, nyumba ni kubwa, gari ni kubwa, bado viti havijajaa. Kwa hivyo kuja mapema kama hatujafunga mlango. Wakenya nawaambia, ingia mapema kabla gari haijaondoka. Ikiondoka, conductor anafunga mlango na tutakuwa tumeenda. Watu wa one term nimejua kuna wasiwasi. Sisi watu wa two term tuko na president. Already tuko na president. Hatuna wasiwasi, tuko na president. Chenye mimi najua one term wako na shida. Najua wanapinga Gachagua, wengine wanapinga Sifuna, na hawa watu wawili watakuja pamoja. Swali langu ni je, ikiwa Gachagua ataungana na Sifuna, mtampigia kura? Kalonzo aenda ungana na Ruto, mtapigia Gachagua kura? Kwa hivyo sisi watu wa two term hatuna stress. Tuko na candidate, na candidate wetu nani? William Samoei Ruto. The sixth and the only and the best. Correct. Ya pili naenda kwa Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua leo nikaanza kuangalia nisikie uko na ukweli gani kwa Wakenya. For 2.5 hours mwanaume amekaa Citizen anazungumza mambo yake, lakini kwenye ameongea yote 2.5 hours nimeona tu mambo mawili. Ya kwanza ni kifo cha Raila Amolo Odinga. Wewe Rigathi Gachagua, wewe ndio ulikuwa kwanza kuua Raila Amolo Odinga, na tunajua sisi kama Waluya tunajua ukiua mtu kwenda matanga ni ngumu, na tuliona kwenda matanga Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo kumaanisha wewe ndio ulimaliza Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo ukweli unakuja about Raila Amolo Odinga ni wewe uko na majibu. Kwa hivyo Gachagua, take care. Sisi tumesha kuona, tumekusoma na tunajua akili yako penye inaenda. Akili yako ni ya Mathare. Kwa hivyo anza safari, na kama utaenda sisi wenyewe tunakuja tukupeleka Mathare uchunguzwe ni uko na shida. Rigathi Gachagua. Ya pili, wewe umekuja pale unatuambia in fact Gachagua, whatever you have said is nonsense. Does not make any sense to any Kenyan who has value. Sisi wa Kenya tunataka kuja kufichua ukweli, tuambie William Samoei Ruto amefanya nini na ni nini hajafanya. Si kutuambia kifo cha sijui watu walikufa kitambo kama Raila Amolo Odinga. Wachana Raila Amolo Odinga apumzike, alifanya kazi yake vizuri, na siku nyingine kutamuka Raila Amolo Odinga, we are coming for you, na tunakuja kama tumebebana kama Wakenya. Hatutakuja kama one term or two term, tunakuja kama Wakenya, tukutoe kwa hiyo nyumba, tukutoe utakuwa umejificha, tukupeleka Mathare wa kupime tujue shida yako ni gani, because you are the big problem in Kenya. The big problem in Kenya is Rigathi Gachagua. Kwa hivyo nasema hivi, Gachagua, the truth you are coming up with, ya kwanza nataka kukuja utuambie mbona ulimaliza Raila Amolo Odinga. Utuambie mbona ulimaliza. Waje kutuambia to Ruto, the moment ulianza kusumbua Raila Amolo Odinga kinga airport, that is the first thing you started killing Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo Gachagua, shame on you. Kijana ya Busia Butula. Mr. Speaker, mimi naishi nikuambia hiyo opposition ni confused elements. Mr. Speaker, ule mtu anaweza okoa hii nchi is none other than Patrick Osoi. Mr. Speaker, ile mambo ambayo inasema nikisema Patrick Osoi anaweza okoa nchi, hii nchi imepotea on matters of security. Osoi is a security expert, atanyorosha nchi vizuri. Osoi amekuwa former NIS, ameona machafuko ambayo serikali inafanya, kwa sababu machafuko serikali inafanya kutumia NIS. Ndio kama alijitokeza na akakuja na akaamua kusema anakuja kuokoa Kenya. Asante sana Mr. Speaker. Mr. Speaker, nikiingia kwa mada, Mr. Speaker, tumeishi nchi ambayo watu wabaya kama Rigathi Gachagua wameanza kuonekana kuwa watu wazuri Mr. Speaker. Mr. Speaker,
Rigathi Gachagua hawezi tuambia mwenye aliua Raila wakati yeye na huyu William Samoei Ruto ndio waliungana pamoja kumaliza Raila. Mr. Speaker, wakati General Ogolla alifariki, Rigathi Gachagua alikuwa kwa kiti na alikuwa part of the plan kuua General Ogolla. Sasa hizi anakuja kutumia propaganda. Mr. Speaker, huyu Rigathi Gachagua na Ruto naona wanafanya kazi pamoja. Huyu mtu anaongea mageti speech mingi. Huyu mtu anatishia watu na ashikwi. Mbona Mr. Speaker? Mr. Speaker, imefika mahali sisi kama wa Kenya tunafaa tuchanuke. Mr. Speaker, nikiingia kwa mada nyingine hapa kidogo, nimesikia hapa member anatuambia kuwa kama ingekuwa Fred Matiang'i hatungekuwa tunaona hizi masimu. Mr. Speaker, sisi kama wanafunzi ambao tulifanya mtihani mwaka 2016, Fred Matiang'i ni notam alitufinya sana tukifanya mtihani. Mr. Speaker, huyo mtu hatuwezi mpea kura, yeye ni zero term. Huyu Fred Matiang'i tunakumbuka pale Rivayala, ni yeye ambaye alikuwa anaua watu, anatupa Rivayala. Mr. Speaker, huyu mtu kuna shamba hapa ni Ruaraka. Ameiba hapa shamba. Huyu mtu mnatambia tumbesi kiti. Hatuwezi. Mr. Speaker, huyu Matiang'i ni mtu dictatorship. Alibadilisha marangi za basi za shule bila kuconsult anybody. Huyu mtu ni mtu anaweza amua sema walio wote na tuuliwe. Mr. Speaker, nikiachana na hiyo mada, Mr. Speaker, nataka nikuja kwa hii mada nyingine imekuwa gani? Sasa hii ya Gachagua Mr. Speaker. Mr. Speaker, huyu Gachagua ndio ni truthful man. Lakini hii mambo anatuambia ni mambo alikuwa anafanya na William Ruto. Sasa Mr. Speaker, mimi nita-advise wa Kenya. Hao watu Rigathi Gachagua na William Ruto ni watu wako pamoja. Wako pamoja na Orengo. Mr. Speaker, usiku wewe pia Speaker tulia. Mr. Speaker, jana usiku Rigathi Gachagua, James Orengo na William Ruto walipanga speech kuja kudanganya wa Kenya. Mr. Speaker, hao wote ni notam. Hao wote ni nobody. Nikimalizia Mr. Speaker, sisi kama watu wa Teso South tumeamua kuwa tunakuja na kiongozi wetu ambaye ni kijana barubaru, anaitwa Mr. Nathaniel Ochodos. Mr. Speaker, huyo ni kijana ambaye ako na future. Amuona mahangaiko ambayo watu wa Teso South wanapitia pale. Mr. Speaker, ni mtu ambaye ameamua kuwa anakuja kuokoa Teso South, anakuja kuweka ajira pale Teso, anakuja kumaliza cartels ambao wako pale Teso. Mr. Speaker, nikimalizia coming election 2027, ule mtu ambaye tunaweza aminia kwa ballot is none other than Honorable Patrick Osoi, the 6th President of the Republic of Kenya. Asante sana Mr. Speaker.